Katika hatua inayodhihirisha mshikamano wa wadau wa sekta ya sheria katika kutetea haki za wananchi, Zanzibar Paralegal Organization Network ZAPONET kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za kisheria wakiwemo Tume ya Haki za Binadamu, ZLSC, Zafela pamoja na Legal Service Facility LSF wameendesha kikao cha majadiliano kilicholenga kuchambua changamoto zinazokwamisha utoaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa jamii kwa lengo la kubuni mikakati madhubuti ya kuimarisha utoaji wa haki na kuongeza ufanisi wa huduma za kisheria Zanzibar. Baada ya kuzitembelea na kuwatembelea wasaidizi wa kisheria kujua changamoto zao, mafanikio na mambo mengine, tukasema hizi changamoto kuna haja tukae na wadau, tusiache kila kitu serikali. Na kuna wadau mbalimbali ambao kila mmoja ana uwezo kusaidia kwa nafasi yake. Kwa hiyo tukakusanyisha wadau, wengi wao ni taasisi ambazo zinatoa huduma za kisheria, lakini na idara kwa kuanzia, na baadaye nafikiri tutaenda katika taasisi nyingine, kwa sababu tunajua masuala ya usaidizi wa kisheria sio tu kusubiri tatizo limetokea na kwenda kulitatua, bali hata kutoa elimu ili matatizo yasitokee. Na tuna matatizo ya aina mbalimbali, karibu kila sekta inaigusa kwa aina yake. Kwa hiyo tukasema leo tukae tuangalie changamoto, tuangalie nani anaweza akasaidia wapi, nani anaweza akafanya nini, mwisho wa siku tuweze kusaidia hizi paralegal unit na maparalegal kuweza kufanya majukumu yao kwa ufanisi zaidi, lakini vile vile kupunguza mzigo kwa serikali. Isiwe tu serikali imeweka idara lakini mambo yote wayafanye wao. Serikali ina vipaumbele vingi na tunajua nchi zetu hakuna bajeti ambayo inaweza kutosha kwa kila kitu kwa wakati huo. Kila kitu kinaenda wakati kwa wakati. Lakini kuna vitu vinatokea kila siku. Kwa hiyo ni jukumu la hizi taasisi za serikali kuisaidia serikali katika kujenga na kutoa huduma kwa wananchi zile ambazo zinastahiki. Wadau wamebainisha changamoto mbalimbali ikiwemo uhaba wa rasilimali, uelewa mdogo wa jamii kuhusu haki zao, pamoja na mazingira magumu ya utendaji kazi kwa watoa msaada wa kisheria. Sambamba na hilo, kikao kimejadili na kubuni mikakati madhubuti ya kukabiliana na changamoto hizo, ikiwemo kuimarisha uwezo wa kitaalamu kwa watoa huduma, kuongeza ushirikiano baina ya taasisi, pamoja na kuboresha mfumo wa utoaji wa huduma ili iwe jumuishi, yenye ufanisi na inayomfikia mwananchi kwa wakati. Moja kati ya vipengele ambavyo tumeviona kwamba vina umuhimu katika kuliona hili changamoto kubwa kwenye swala la bajeti ni kupata mfuko ambao utasimamia haya masuala at least ya bajeti. Lakini kama tunavyojua swala la miongozo ya serikali, hatua zake unafika wakati kwanza unakwenda kidogo. Kwa sasa hivi tumefikia hatua nzuri. NGOs katika kufanya miongoni mwa requirement ambazo tunampelekea aipitishe taasisi baada ya kupeleka katiba yake ni kuona hii taasisi wanasema non beneficiary, haifanyi biashara, haifanyi shughuli nyingine yote ya kuingiza kipato. Kwa hiyo kwenye swala hili kidogo itakuwa ni changamoto. Maana itakuwa tunaenda kinyume na sheria na tunaenda kinyume na mtaratibu mzima uliowekwa ili taasisi isajiliwe. Kwa hiyo itakuwa kidogo kuna mkwamo. Labda tutafute namna nyingine ambayo taasisi inaweza ikafanya kwa ajili ya kujiongezea vipato, au labda sheria ibadilike. ZAPONET kama tutapata na kushikana mkono na taasisi zile ambazo zimebobea wakiwemo TLS, Zafela, kina Zalho, kituo cha huduma za sheria, nadhani wangeshika mkono ZAPONET kupitia taasisi zile za paralegal unit, ingesaidia kwa kutoa taaluma ili na wao wakaweza kujua zaidi masuala mbalimbali ya sheria. Paralegal wanajitolea sana, lakini kuhusu miundombinu wa kupata fedha ni ngumu. Kwa hiyo nachoona mimi kwamba wangewezeshwa kupewa mitaji, yani kupewa fedha kwa ajili ya kufanya biashara ndogo ndogo ili wapate wajiwezeshe wao wenyewe. Hatua hii imeelezwa kuwa ni chachu muhimu katika kuimarisha haki na utawala wa sheria Zanzibar, huku wadau wakisisitiza umuhimu wa mshikamano na uwajibikaji wa pamoja ili kuimarisha mfumo wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi, hasa kwa makundi yenye uhitaji maalum.
Tulikuwa tuna mambo mengi ya kujadili, lakini mambo yote yalikuwa yanalenga ile namna bora ya kuwawezesha zile jumuiya za wasaidizi wa sheria ili kuweza kutoa msaada wa kisheria kwa watu wasiokuwa na uwezo, kwa haki, usawa, bila kujali ukabila wa aina yoyote. Wito wangu ni kwamba idara kwa kushirikiana na Zaponet tuendelee kushirikiana kwa karibu kuona sasa ni namna gani tunaendelea kulisukuma gurudumu hili la upatikanaji wa haki katika jamii zetu, lakini vile vile kuweka mashirikiano na zile jumuiya za wasaidizi wa sheria, taasisi za watoaji wa msaada wa kisheria, lakini pamoja na zile clinics ambazo zinatoa huduma za msaada wa kisheria katika jamii. Tutashikamana na Zaponet katika kuwakuza paralegal, kuweza kuwapa elimu ya kuweza kujikuza ili kuweza kutatua migogoro katika jamii pale ambapo inapowasili katika maeneo yao, na vile vile kuweza kuleta mshikamano na ushirikiano wa uendelezo wa kesi ambazo zitajiri kwenda mahakamani, na vile vile kuweza kuisimamia kesi hiyo mwanzo mpaka mwisho ili lengo kufikiwa katika utatuzi wa migogoro katika jamii kupitia Zaponet na ushirikiano wa ZLC, kituo huduma cha msaada wa kisheria. Tutashirikiana nao kwa kuweza kutoa elimu au mafunzo mbalimbali ya mara kwa mara ambayo yataweza kuwajengea wao uwezo wa kuweza kutoa hizo huduma za kisheria kwa jamii kwa ujumla, ikiwa ni kama ni miongoni mwa wasaidizi wa kisheria. Katika kikao hiki tumejadili mambo mbalimbali yakiwemo namna gani tunaweza tukaisaidia Zaponet kuweza kufanya kazi na kuweza kufikia malengo yake. Wadau mbalimbali ambao wamehudhuria hapa wakiwemo ZLS, wakiwemo Zafela na wadau wengineo wamejaribu kuonesha nia ya kushirikiana na Zaponet na kuweza kufikia malengo ambayo yamekusudiwa. Kwa kuunganisha nguvu, uzoefu na rasilimali, Zaponet na washirika wake wanaamini kuwa juhudi hizi zitachangia kwa kiasi kikubwa kujenga jamii yenye uelewa wa haki, kupata huduma bora za kisheria na hatimaye kukuza ustawi na haki kwa wote. Nusra Khamisi, UBTV.